walishuka kama mwanga wa radi. Majina yao yamechorwa kwenye jiwe la kale. Sema. Amekuja mwingine? Ndiyo. Anataka nini? Lakini ni ulisi wao. Kilichonileta hapa, kamwambia dada yako, akamwambia msamaha shoga yangu. Nilishakwambia wao ni urithi wao, sisi ni utamaduni wetu. Hawatuwezi. Walishuka kama mwanga wa radi. Sawa, nimekuelewa. Sawa, nimekuelewa. Tena kumwambia. Mishipa yao inabeba siri za zamani. Kila pumzi. Nashukuru kwa kila hatua. Sasa umefika wakati wa mimi kurudi nyumbani. Unawezaje kuondoka hali ya kuwa unajua nimeshakupenda kabisa? Ni kweli, lakini sina budi. Nahitajika nyumbani. Unataka kusema uweze kuondoka na mimi? Nyumbani kwetu wanahitajika watu wa jinsia mbili. Kwa hiyo ni ngumu sana mimi kuondoka na wewe. Wakivutwa katikati ya wito, urithi wa kuzimu. Vipi baba? Nini shida mwanangu? Kijijini yake Mungu bwana hata nyama. Kivipi tena? Maana kama mauza alivyotokea hapa kijijini. Wewe acha tu baba. Kuwa na amani, hebu niambie kwanza tatizo ni nini ili mimi nielewe. Mwanangu mimi kuna sehemu nimekaa pale, ushaona? Nina mambo yangu kibao kichwani. Baba na ile nageuka tu hivi nakuta mwanamke kaja kakaa pale. Alafu mimi sikumdhania kabisa yule mwanamke kama ana mambo kama yale pale. Na inavyoonesha yule mwanamke yule. Unajua ndio kila kitu kwangu. Nimeshazoea maisha ya kuishi na wewe. Kuniacha mpweke sana. Sasa kwa mfano labda ingetokea amepata matatizo au na majibu. Kwa kaka naomba nisamehe. Ni sawa. Unajua mkosefu siku zote utamuuliza neno samani kwa sababu anajua tu atakosea. Sawa. Mimi nimekusamehe. Nenda. Pole sana. Inakupaswa uvumilie. Pengine inawezekana kwa wakati mwingine tukaonana tena. Sawa. Na kwa hili wakivutwa katikati ya wito, urithi wa kuzimu. Waiba. Niambie ndugu yangu. Salama bwana, kwema? Fresh tu bwana. Hata fresh inatoka wapi uzi? Mtu umejitenga peke yako hapa kama kuku aliyoachwa na wazazi wake. Umejitenga peke yako kama nanasi bwana. Inakuwa vipi? Umejitenga kama nyama za mishikaki alafu unasema fresh. Uso wako wenyewe unaonekana uso umekuwa mzito kama uji wa ulezi ama mtu aliamka na pombe alafu unasema vizuri wapi bwana, uso mwekundu namna vipi? Sawa. Jambo lipo kiukweli.
na hilo jambo linanichanganya. Nashindwa kufanyia maamuzi. Mdogo wangu leo Husna. Husna. Husna ana matatizo gani? Bwana Husna kaingiza kipande cha baba pale nyumbani ndani. Yaani gwiji wa maguji kweli ya Mungu, ukimwangalia walayu. Yaani uamini kabisa ndugu yangu. Sasa utakiwi kuwa hivyo. Tulia kwanza ili tujue. Wewe niambie vitu vilivyonyooka ili nijue hata kama nakusaidia na kusaidiaje. Wewe vipi wewe? Una cha kunishauri mimi wewe? Sasa cha kufanya ni kitu kimoja. Nenda kwanza nyumbani katulize akili. Walikuja kuchukua walichoahidiwa, lakini udongo tayari umelowa. Unaona? Yaani nikikwambia kipande ni kipande cha baba kweli. Ananiambia kwamba eti huyo mtu sijui alimkuta sijui barabarani amepata matatizo, kwa hiyo akamwokota akamleta pale nyumbani. Hebu ngoja kwanza. Usiti sichanganyani haki. Usivuge bwana. Tieleze ukweli. Ina maana Husna huyu kaingiza kipande cha baba ndani. Kipande cha baba? Nikikwambia kipande kweli? Ameanza wapi kuingiza wanaume ndani? Anaingiza kipande cha baba, ameshindwa kuingiza vipande vya nguru ndani ya nyumba na kuingiza kipande cha mwanaume ndani mule. Sasa hapa mbona inaonekana kama wewe ndio inakuuma sana kuliko mimi? Hivi Husna kanasiwa na nini? Kwa nini anapenda kutizalilisha huko wetu? Anawezaje kuingiza mwanaume ndani ya nyumba yake? Hebu tisikize vizuri. Wewe umeshuhudia kwa macho yako kidume hiki hapa. Lakini sasa mimi ninachotaka kukifanya ili jambo nataka nilimalize kwa busara. Naona nikitumia ukali hapa ninaweza nisifanikiwe. Kwa hiyo nataka nimwite Husna nikae niongee naye nimalize ile jambo kwa busara. Busara za nini? Busara wache wazee ambao wamekaa vijijini bwana. Hapa mjini kama mbwai tu. Nisikize bwana. Busara iliyokuepo hapa. Tekeza, nyumbani kwako una tunu. Kisu. Panga. Shoka. Sasa busara yake ni kwenda navyo tu mtoboe yule awe na matundu kama neti au chekecheo. Hakuna haja ya kumchekea mtu. Mtu anaingiza mwanaume ndani kweli. Sasa mbona mimi sikuelewi? Wewe una matatizo gani? Kwa hiyo mimi unanifanya mimi mtoto au mimi sijaelewa jambo sababu mtoto wa kike mahe wako? Dada, hivi mimi bado unaniona mtoto tu kwako? Bado mtoto mdogo tu? Kwa nini unashindwa kuniambia ukweli? Sasa ukweli gani unaotaka wewe? Ukweli gani nikwambie mimi? Kwa sababu mimi ninajiona niko sawa, sijankwaza mtu wala sijagombana na mtu, nasalimiana naye mtu, naenda na mambo yangu. Sasa nilionkwaza mimi au mimi wewe unaposema kwamba mimi unakuona wewe mtoto wapi? Dada, mimi sitaki matatizo katika hichi kijiji. Sitaki matatizo kabisa. Maana naona majanga, matatizo mitihani yote yananikuta mimi tu. Kwa nini dada unashindwa kuniamini? Kwa nini unashindwa kunielewa? Sasa wewe mibangi yako uliovuta huko ulikotoka kwa melipuliza unakuja kunifiafia mimi nyumbani hapa. Unafanyaje? Tika mtoboe awe kama chekecheo wa matundu. Kumbe naye akili una wewe. Wewe mweu. Huyu jamaa vipi huyu? Hata wewe ndo mwenye matatizo. Mimi tunakushauri alafu unaniacha. Huyu bwana kule kachanganyikiwa huyu. Yaani ukisikia mgonjwa kaenda kutembelewa, alafu mgonjwa akamwacha mzima hospitali ndio unayofanya wewe. Yaani maiti imefufuka hii. Wewe mdogo wako ndo ana matatizo. Kaingiza bwana ndani. Baadaye uangalie jinsi gani unaweza kumdhuru mwanaume, unatikimbia sisi. Wakati mimi nakushauri tu tukamuue mtu ndani. Nikatamwa. Wako nikatamwa. Dada. Naomba unielewe. Yaani wewe uko kama dinyama. Maisha yenu na dinyama sawa na ndio maana kawa njomba yako. Kwa sababu maisha ya dinyama na wewe ndio vile vile unaona dinyama kilichomkuta. Sasa na wewe utajihadhari kwa sababu kila nalo ulipokea unakuja kuniletea mimi. Watu wafupi nyinyi mna matatizo na sio ninakutukana kwa sababu wewe kakaangu ila ninakuelekeza. Dada, siku zote wewe uniamini. Ila kwa leo naomba uniamini. Naomba ukamwombe samahani wewe uliomkosea. Mimi sitaki matatizo. Sitaki shida kabisa. Tena nakuomba. Nenda kamuombe samahani uliomkosea. Sasa mimi niliomkosea nani? Mimi hakuna hata niliomkosea. Sasa mimi nikosee nani mimi? Dada, wewe siku zote mimi hauniamini. Ila kwa hili ninalokuambia leo, naomba ulishike katika akili yako. Naomba kamuombe samahani uliomkosea.
Mimi sina mengi. Ila kama uniamini, utajua nawe na Mungu wako. Niache mimi kapumzike. Huyu mwana huyu. Mbona simuelewi? Kipande mbinu utakwenda kumribua yule bwana kaingizwa ndani. Unakuja wewe unatiachia mimi msala. Yaani wewe ndio nyumaado, alafu unatikimbia mimi. Yaani hapa ndo nimeamini duniani ukichanganyikiwa unachanganyikiwa kweli. Yaani bwana kama ndo popo kanya mbingu. Sasa wewe! Afu mdogo wangu mimi kashakula vitu vyangu kibao, kila siku anakula vitu vyangu hapa anaingiza bwana ndani. Afu yeye anaondoka na nacha mimi msala. Nakuja huko huko ukiona hicho kidume. Wachawi wanasuka maneno kwenye upepo, miko yao inaficha milango ya chini, wanacheka kwa sauti za vifijo baridi. Msiguse mlichotamaniwa, wanabubujika. Moto wa tambiko unachemka usiku, mababu wanatazama bila kulala. Huu ni mwendelezo wa kile nilichokianzisha. Na kama ni sinema basi kuni pati tu. Sauti ndani ya vifua inawauliza. Naomba jibu yangu. Kila chumba siri. Na baraka za mababu wakisukumwa, wakivutwa katikati ya wito, urithi wa kuzimu. Mmoja asema nataka nuru,